akili yangu iko sawa, ingawa ni mgonjwa kidogo, lakini siwezi shindwa kunena neno la Mungu. Neno la Mungu nitalinena hata nikiwa kwenye kifungo. Kwa hiyo Bwana amenipa neema, nimefika hapa niombe pamoja nanyi, na Bwana atubariki sana. Kwa hivyo naomba tuombe. Baba yangu na Mungu wetu, nakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Nakushukuru kwa kutuamsha salama na kutuwezesha kuja katika muda huu mzuri wa maombi ya kuanza na wewe asubuhi ya leo. Tunapoenda kulifungua neno lako, naomba uweze kutubariki na kutusaidia, na utendee mapenzi yako, na jina lako litukuzwe, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Amina. Mwezi uliopita na huu nimeanza kuisoma tena Biblia upya. Kwa hiyo natafakari sana Old Testament. Kuna watu ambao hawaamini kwamba kuna Old Testament na New Testament. Biblia ili iwe Biblia lazima iwe na two components, Old Testament and the New Testament. Old Testament ina vitabu 39 na New Testament ina vitabu 27. Jumla vitabu 66. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo na unaamini katika Ukristo sahihi, wanatakiwa usome vitabu vyote 66. Waislamu pia wanaamini katika, ambao pia nilikuwa huko, mimi nilikuwa Muislamu, wanaamini katika Torati, Zaburi na Injili na Qurani yenyewe. Kwa hiyo Muislamu sahihi ambaye ameelimika anasoma Torati, Zaburi, Injili na Qurani. Bwana asifiwe sana. Yes. Torati ni ya Musa, Zaburi ni ya Daudi na wengine walioandika Zaburi, lakini Injili ni ya Yesu, na Qurani hiyo ndio tunasema ya Mtume Muhammad mwenyewe na hadithi zake na wengine na wafuasi wake. Somo la leo namzungumzia Abrahamu. Nimeanza kumtafakari Abrahamu ambaye anatajwa kwenye vitabu vyote vya dini na historia. Yaani dini zote kubwa duniani zinamtaja Abrahamu, wengine wanamuita Ibrahimu. Na kuna watu wengine wanachanganya mambo wakizani Abrahamu alioa wake wengi. Hilo somo kwa mimi nitalifundisha jioni. Ibrahimu hakuoa wake wengi kama Abrahamu. Ni tamaa tu, alikosa kuwa na subira. Kama tulivyo sisi hapa. Huwa tunafanya nini? Tunakosa subira, tunakuwa na tamaa, tunakuwa na hofu na mashaka na ahadi za Mungu. Basi watafuta tu njia za mkato ili tuweze kufanikiwa. Lakini zile njia za mkato mara nyingi huwa zinatuletea nini? Zinatuletea madhara. Hata leo wewe kama hujaoa na kuolewa, wewe tulia tu. Ukitafuta njia ya mkato, kuna madhara mengi sana. Kuna madhara mengi, ikiwemo ya magonjwa ya ngono, ikiwemo kushindwa kulea watoto, ikiwemo kushindwa hata kudumu kwenye ndoa
kuwa mwaminifu, because wote ambao wanatafuta njia za mkato hata leo kwenye ndoa sio waaminifu. Mpaka Mungu aingilie kati ndio watakuwa nini? Waaminifu. Kuna mtu mmoja alinitumia picha moja akinilishia, nikamwambia hizo ni ndoa za mtandaoni za kina Jimana hizo. Kwa hiyo mimi usilibishe na ndoa za mtandaoni ambazo unafunga leo kesho zimevunjika. Ni shida tu, yaani kwa sababu una hela, watu wanakupenda lakini kumbe wanakula tu hela zako, hamna kitu kingine. Ni shida tu na masumbufu ya dunia hii. Sasa leo ni sura 21 na aya 4 tu. Hii sura tunaifahamu, lakini aya 4 inasema, Mwanzo sura 21 aya 4, labda ni tuanze tu aya ya kwanza kwa pamoja. Ibrahimu akamtahiri, aya ya kwanza, nianze ya kwanza. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwanawe wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ishie tu hapo. Pigia msaini muhula. Muhula unaweza kuweka ni wakati, muda mkamilifu. Za somo la asubuhi ya leo nasema, katika wakati mkamilifu Bwana atakutendea hayo mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia nyumba hizi vizuri, Ibrahimu aliitwa na Mungu. Leo ile nchi tunasema ni Babel, sawa sawa, Uru ya Kaldani. Kwa imani aliitikia wito, na Mungu akamwahidi ahadi nyingi, ikiwemo kupata nini? Watoto, kuijaza hii dunia. Na ilifika mahali Abrahamu alisema, sasa mimi ninaelekea uzee, sasa taacha urithi gani hapa? Lakini Mungu alimwambia, nitatimiza ile ahadi. Abrahamu kwa kukosa imani na Mungu, kwa kuwa na mashaka na hofu, ni utu tu ulimwingia, akatafuta njia za mkato, na akaisikia sauti isiyofaa ya mke wake, akamuingia mjakazi wake, mfanyakazi wake. Na hilo alikuwa kusudi la Mungu. Halikuwa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lilikuwa Mungu ambariki Abrahamu kupitia uzao wake. Lakini yeye akawa na haraka. Akiherehere. Waepuke watu wenye kiherehere. Kiherehere ni kibaya sana. Akawa na haraka, anatafuta anayotaka yeye. Anatafuta mapenzi yake yatimizwe. Kati ya watu ambao mimi siwapendi kwenye dunia hii, watu ambao wanataka mapenzi yao yatimizwe, sio ya Mungu. Watu wa namna hii siwapendi. Na wako wengine ambao huwa wananiambia niwaombee, na marafiki wengi sana, wengine message zao sizijibu, kwa sababu ya kuandika sana kila siku devotion hizi, napata message nyingi sana, nyingine sizijibu. Wengine wananiambia kabisa, mimi nataka kile ninachokitaka Mungu alitendee. Mimi ni prayer warriors. Nikasema wewe prayer warriors. Sasa wewe kama prayer warriors nenda ujiombee mwenyewe. Ila mimi siwezi kuomba kwa kumlazimisha Mungu upate unachotaka. Kwa sababu ninajua kama Mungu ameahidi atakupa na ukadumu kuwa mwaminifu, Mungu atatimiza ahadi zake. Bwana asifiwe sana. Amen. That's what I know. That's what I believe.
He will fulfill it. It doesn't matter how long it will take. He will make sure it is coming to you. Hata sasa hivi unaona Yesu amesema kabisa kwenye maandiko kuwa atakuja. Hatujui siku, hatujui mwaka, hatujui mwezi, ila kuna watu ambao wanamtangulia Mungu. Wameshapanga na tarehe na siku na mwaka wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na Biblia inasema, yaani hata Yesu mwenyewe hajui. Anayejua ni nani? Ni Mungu Baba. Lakini kuna watu wale washamtangulia Mungu. Na Abrahamu na Sara walimtangulia Mungu. Na wakasababisha madhara. Unajua ndio matokeo ya vita zinatokea Gaza. Ni vizazi viwili tu pale. Isaka na nani? Ni hao vitu vizazi viwili. Unajua Mungu anaweza kukusamehe kwa makosa uliyotenda. Lakini kuna matokeo yanatokea kwako. Yaani madhara yanatokea leo. Umezini ama umefanya uasherati. Ukiomba msamaha si Mungu atakusamehe? Si kweli? Atakusamehe. Lakini kuna matokeo yatatokea kwako. Yanatokea. Kama ni magonjwa utayapata, Mungu atakusamehe, ila magonjwa utayapata. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli kabisa. Kwa hiyo somo la leo linasema subiri wakati wa Bwana ufike. Hivyo. Just wait for God's time. Wait for God's time. You don't need to hurry. Unakimbilia wapi? You don't need to hurry. Unaenda wapi? Unakimbilia wapi? Wakati wa Mungu ni sahihi. Wakati wa Mungu ni mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Wayahudi walisubiri sana hadi ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Na kuna wengine mpaka leo hawaamini kama Yesu alikuja mara ya kwanza. Wanasubiri Yesu aje mara ngapi? Ya kwanza. Ya kwanza sio mara ya pili. Wanasubiri mara ya pili. Ya kwanza Wayahudi. Wako Wayahudi wanasubiri Yesu aje mara ngapi? Kwanza. Hawaamini kama Yesu alishakuja. Hofu, mashaka. Lakini Yesu kwa wakati mkamilifu alikuja, alizaliwa tena katika hali ya umaskini, kwa mtu maskini. God's time ni muda sahihi kabisa, the best time. Na wakati sahihi Yesu atakuja mara ya pili. Hauhitaji kudanganywa, si Yesu yuko baharini, si Yesu yuko wapi? Si Yesu yuko mahali fulani. Yesu atakuja na kila jicho litamuona. Bwana Yesu asifiwe. Kila jicho, every eye shall see him when he comes for the second time. Atakuja kwa muda wake, sio wewe kumpangia, no. Yote anayekwambia Yesu atakuja 2030, hata kesho, huyo ni mwongo. Zelaya. Usimtangulie Mungu. Kwa hiyo maana tunajifunza wakati tunasubiri Bwana atimize ahadi zake. Ni lazima tuwe waaminifu na wavumilivu. Mambo mawili. Biblia inasema atakayekuwa mwaminifu atakayekuwa mwaminifu atafanya nini? Biblia inasema kuwa mwaminifu hata nini? Hata kifo. Hiyo ni namba moja. Kuwa mwaminifu hata kifo. 2 anasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayefanya nini? Atakayeokoka. Namba 1 anasema atakayekuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu hata kifo. Namba 2 anasema atakayekuwa mwaminifu, atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka.
usichumulie, usiibe. Kwani umeanza mtihani? Mbona umeanza kunguruma? Umeanza mtihani? Sema ukweli, umeanza mtihani. Ukipewa mtihani usiibe. Wewe nenda vile vile. Usiweke vitu huku kwenye mifuko, si kwenye mabegi, si kwenye nini, kwenye mikono. Usipokuwa mwaminifu, Kaisari atafanya kazi yake. Atafanya kazi yake. Kwa hiyo katika hali ya kibinadamu, Abraham alikosa uvumilivu, alikosa uaminifu. Katika hali ya kibinadamu alikosa uaminifu na alikosa nini? Uvumilivu. Na hivi viwili naomba leo nenda kavitafakari sana kwa wakati wako wa devotion. Vimeandikwa kwenye neno la Mungu. Leo vijana wanaamka tamaa za mwili kwa sababu sio waaminifu. Wanaiba, sio waaminifu. Wanataka maisha ya bandia, sio waaminifu na sio wavumilivu. Anataka kula nyama kila siku na hajui kuitafuta. Hajui kuitafuta nyama, ila anataka kula nyama kila siku. Wanataka kutembea na gari, wanaita gari ya aina gani la V8 na kuvaa vizuri kama mtoto wa rais. Huku hujui alishikaje huko huyo rais. Wanataka kutembea na simu ya iPhone ngapi kila toleo. Huku hujui inapatikanaje hiyo iPhone. Sasa wewe unadhani kwa jiko kwa mfano la Dar es Salaam, huna kazi, hufugi, haulimi, yaani wewe unataka kuja bure, mwisho watakuhitaji. Kaka poa ama dada poa, na wako siku hizi wako hata mavioni wako wamejaa wengi. Okay. Kwa sababu sio waaminifu, sio wavumilivu, hawafanyi kazi. Wengine wanasema ngoja tusaidie wenyewe, maana Mungu ameshindwa kukusaidia. Wanaenda kwa wachawi na waganga na washirikina ili wafanikiwe kwenye masomo. Wako wengine hata wanatembea na hivi. Siweze kuwa wako hata hapa basi. That's the reality. Wako. Kienda kwenye vyuo vikubwa, sijajua hapa sijaona. Mashagigi ya magari yanapita, yanabeba tu wasichana. Na wewe unaona mzangu amerudi na mahela na mimi ngoja na mimi nijaribu. Ujui mwisho leo atakunyoa nywele kama walivyonyoa yule mwingine. Nyoa nywele. Faithfulness. Uaminifu na uvumilivu. Sasa ukiwa hapa chuoni, kuwa mwaminifu, vumilia kwa muda. Bwana asifiwe sana. Just temporary. Wakati wa Bwana utafika, utamaliza chuo, utakuwa msomi mzuri, atakupa mahitaji yako, utaenda utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe fanya kilichokuleta hapa. Do what had brought you here. Usifanye vingine. Na mimi nataka nikwambie, ukiwa mwaminifu hata ukiwa hapa, kama una struggle kwa ada ya shule, Mungu atakufungulia njia utapata ada ya shule. Mimi nakwambia, kwa sababu alifanya kwangu, atafanya kwako. Kama kweli ni mwaminifu kwa Bwana na kweli uliamua kuja kusoma hapa, Mungu atakupa ada ya shule. Mimi nakutangazia leo atakupa ada ya chuo. Na kutangazia tena atakupa ada ya chuo. Wala sikudanganya. Kama kweli ni mwaminifu, sijaona katika Biblia mtu aliyeamua kuwa mwaminifu kabisa. Na Mungu anajua kabisa huyu mtu huyu kabisa huyu ni mwaminifu.
ananipenda, anaomba. Nataka nikwambie kwa wakati wake Bwana atakupa ada ya chuo. Kwa sababu mimi hapa unayeniona sijawahi, mimi nimejisomesha mwenyewe. Lakini sijawahi kuona Mungu akininyima ada ya chuo. Never. Sijawahi kumuona. Na sijawahi kumuona akininyima mahitaji yangu. Kwa hiyo kuwa mwaminifu, usiwe na tamaa. Ishi kulingana na urefu wa kamba yako. Ukiwa hapa kama mwanafunzi, ishi kulingana na urefu wa kamba yako. Hata wafanyakazi wote, ishi kulingana na urefu wa kamba yako. Wote mrefu wako, ishi kulingana na urefu wa kamba yako. Kama unakula bamia, kula bamia. Usiende shortcut. Utasababisha mgogoro. Abraham alienda shortcut. Akasikia sauti ya mke wake. Hiyo wasichana ni mna shida sana. Hata vikiona vidogo, hata vya vijijini vinamshawishi sana, si vile wala vipi. Nimechunga kule vijijini, nikaa vijijini. Msoeo ipaka. Heri ya wadada hao sio wana akili gani? Mungu sio aliwapa za ziada, sijaelewa. Wakiamua kuangusha unaanguka chini. Hata wewe msomi kiasi gani? Yaani hata kae kadogo kana kuangusha. Na deni unacheka. Kana uzuri. Hawanaga mtu hao. Hawanaga mtu. Huo ndio ukweli. Hata uwe mchungaji. Na hata unatembea na Biblia unaomba sana. Watampiga chini. Abraham si alikuwa ameitwa na Mungu na alikuwa ni nabii, si alipigwa chini tayari. Sasa wewe hapa ambaye hata maombi uombi ni nani? Yaani hata maombi yenyewe kuomba ni shida. Huyu alikuwa anaomba maombi, lakini aliangushwa. Kwani aliyesababisha dhambi kuwepo duniani hapa ni nani? Shetani. Alitumia nani wa kwanza? Haya basi, sio mtasema basi umesoma vibaya. Hamna, huo ndio uhalisia. Bwana awabariki sana. Asubuhi ya leo maana yangu ni hii: kuwa na subira, kuwa mvumilivu, kuwa mwaminifu. Fanya kilichokuleta hapa chuoni. Amina. Bwana asifiwe sana. Upo mahali fulani, fanya kilichokuleta hapa. Huo ndio wito wangu. Na huo ndio usia wangu kwenu wote, eti usia. Huo ndio wito wangu, hayo ndio maelezo yangu kwenu wote. Fanya kilichokuleta hapa. Kuwa mvumilivu, kuwa mwaminifu. Na Bwana atakupa unachokitaka. Sasa na alivyokuwa hivi. Kama ni kwenu kuna changamoto za ndoa, Bwana kupitia maombi yako hapa atajibu. Ataziondoa. Kama ni ugonjwa, Bwana atauondoa. Na asipouondoa ameahidi atakuwa na wewe mpaka mwisho. Usilazimishe. Wakati fulani anaweza asikupone. Ikawa ni kipimo cha imani kwako. Na wakati fulani anaweza asikupe chochote unachotaka. Akakupitisha kama alivyompitisha Abrahamu. Lakini mwisho kwa wakati wake, pale ambapo wewe nguvu zako zote zimeisha, umepambana, umeomba, umepita kila mahali. Pengine ulikuwa unataka kujishukulia utukufu. Sasa wanadamu wote wamenyamaza, misaada yote imefunga, kila kitu kimenyamaza. Mungu ndipo anakuja kujidhihirisha sasa. Anajifunua kwako. Anatimiza mapenzi yake kwako. Anakupa kile ambacho amekiahidi sawa na mapenzi yake, sio mapenzi yako, ili alichukulie utukufu. Na hivyo ndivyo atakavyoenda kutenda kwako. Umestruggle, umepambana, sasa Mungu anaenda kuingilia kati. Una jambo gani asubuhi ya leo ambalo unataka kumuuliza Mungu? Unataka Mungu akutendee? Mwangalie jirani yako.
nataka uombe naye. Kwa hiyo dakika 2 zimebaki. Mwangalie jirani yako. Nataka uongee naye. Mwambie naomba tuombe pamoja. Mwambie tunaomba tuombe pamoja. Kama kuna jambo akwambie uombe naye. Na mimi nitawisipa polepole kwa ajili yenu. Bwana asifiwe sana. Tawisipa polepole kwa ajili yenu. Haya tuombe sasa. Omba na rafiki yako, usiombe mwenyewe. Omba na rafiki yako leo mkono. Mimi nataka muombe pamoja.